Jeff Kiru. Uchunguzi kuhusu mauaji ya mtaalamu wa saikolojia Daktari Victoria Mutiso sasa umechukua mkondo mpya. Wapelelezi wanachunguza iwapo mgogoro mrefu mahakamani wa kung'ang'ania mali baada ya talaka unaweza kuwa vidokezo vinavyoweza kuelezea jinsi mmoja wa wataalamu wanaoheshimiwa zaidi hapa nchini katika afya ya akili alivyopoteza maisha yake. Wachunguzi pia wanaangazia iwapo kuna uhusiano wowote kati ya mauaji haya na mauaji ya wakili maarufu Matthew Chalo Mbovu aliyehusika katika kesi hiyo. Mwanahabari wa masuala ya usalama Francis Ontomo na taarifa zaidi. Mauaji ya kutisha ya mchana peupe yaliyoitikisa Nairobi na kuwalazimu wapelelezi kuanza uchunguzi mara moja. Chini ya saa 24 baada ya mauaji hayo, wachunguzi walikuwa tayari wamewatambua watu wawili wanaohusishwa kwa karibu, wakikamatwa eneo la Mlolongo usiku wa manane. Wawili hao ni Rose Mbithe aliyekuwa mke wa zamani wa Profesa David Ndetei, mume wa marehemu Daktari Mutiso, pamoja na mmoja wa watoto wao. Na hiki ndicho kilichowafanya wachunguzi kuwalenga. Polisi wanachunguza iwapo mauaji ya Daktari Victoria Mutiso yanahusiana na mgogoro wa muda mrefu kuhusu mali ya ndoa kati ya mumewe Profesa David Ndetei na aliyekuwa mke wake Rose Mbithe. Rekodi za mahakama zinaonyesha kuwa mchakato wa talaka baina ya Rose na Ndetei ulidumu kwa miaka, huku mvutano wa kisheria kuhusu umiliki wa mali, ikiwemo shamba kubwa linalodaiwa kuwa zaidi ya ekari 20 huko Mlolongo. Aliyekuwa akimwakilisha Profesa Ndetei katika mapambano hayo ya kisheria alikuwa wakili maarufu marehemu Matthew Chalo Mbovu. Mbovu alivamiwa na watu wenye silaha kando ya barabara ya Magadi, eneo la Karen, na kupigwa risasi 8 katika shambulizi ambalo wachunguzi walilitaja kuwa lililopangwa kwa umakini. Rose Mbithe alimtuhumu wakili Mbovu kwa kuchelewesha kesi yake, malalamishi yake yakitupiliwa mbali, na baadaye Mbovu akashinda kesi ya kashfa dhidi yake. Wachunguzi wanasema baadaye mali iliyokuwa kitovu cha mgogoro ilikaliwa na Profesa Ndetei pamoja na mke wake wa pili, Daktari Victoria Mutiso. Sasa miezi 10 baadaye, Daktari Mutiso naye ameuawa kwa njia inayoonekana kufanana kwa kiasi kikubwa. Polisi pia wamethibitisha kuwa kabla ya kifo chake, Daktari Mutiso alikuwa ameripoti kupokea vitisho vya usalama baada ya kunaswa na wanaume wenye silaha waliodaiwa kumfuatilia akiwa barabarani. Wapelelezi sasa wanazamia upya taarifa hiyo ya awali kama sehemu ya uchunguzi unaoendelea. Kwa sasa changamoto kubwa kwa wachunguzi ni kubaini iwapo mauaji ya wakili Matthew Chalo Mbovu na ya Daktari Victoria Mutiso aliyekuwa akiishi katika mali iliyokuwa ikigombaniwa yanahusiana au la. Katika makazi haya ya Tanga Heights, barabara ya Riara, ndipo alipokuwa akiishi Profesa David Ndetei pamoja na mke wake wa pili, marehemu Daktari Victoria Mutiso. Chini ya masaa 24 na hakuna kitu ambacho kinaonyesha ukatili ambao ulishuhudiwa eneo hili. Uchunguzi wa kimatibabu wa upasuaji wa mwili ambao unatarajiwa kufanyika katika hospitali ya Kenyatta, na vile shuhuda za wale waliokamatwa huenda zikatoa mwanga cha nini haswa kilichopelekea mauaji ya Daktari Victoria Mutiso. Francis Ontomo, KTN, Nairobi.